Hii ya kwangu imegoma, nitumie hii. Naona huko nasomeka. Haina shida, tumia tu. Nakushukuru sana. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nichangie bajeti hii ya Wizara ya Uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo makubwa sana sekta hii ya uchukuzi, Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuja kwa moyo wa dhati kabisa kuirekebisha sekta hii, na tutake tusitake, tukubali ni kwamba maboresho yaliyofanywa katika bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara, bandari ya Tanga, mimi Mheshimiwa Mwenyekiti ni sehemu ya wajumbe wa kamati ya miundombinu. Tumetembea maeneo yote hayo, tumeona. Na mimi hapa wakati nazungumzia habari ya bandari, hawakunielewa watu wengi kwamba tulikuwa tuna hali mbaya na tulikuwa tuko nyuma sana katika bandari. Ukiangalia bandari ambazo ni shindani, Durban, Beira, Mombasa, na wenzetu sasa hivi wanajenga bandari nyingine ya Lamu ya kisasa kabisa, sisi bandari zetu zilikuwa zinapwaya. Sasa leo katika maboresho haya yaliyofanywa ya bandari na usimamizi mzuri sana unaofanywa na Mheshimiwa Waziri Profesa Mbarawa pamoja na msaidizi wake pamoja na hawa madiji walioko kule, wakurugenzi wa hizi bandari na mameneja wao, wanafanya kazi usiku na mchana kwa hali iliyopo sasa. Mwenyekiti, bila kuwa sisi wa Tanzania watu wa kukosa shukurani, leo hii mizigo inayoshuka bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga, bandari zinaonekana kuelemewa kwa sababu ya kuwa na maeneo madogo. Na kwa nini tunaelemewa? Ni kwamba sasa barabara za kuingia na kutoka katika miji yetu ya Tanga, Dar es Salaam, hata Mtwara sasa hivi zimekuwa bize, hakuna mfano wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba pamoja na maboresho haya yanayofanyika, tunaomba sana sekta nyingine ya watu wetu wa ujenzi sasa wafanye haraka kuboresha sasa na kufungua hizi bandari, kuzifungua milango ya bandari kuingia na kutoka, ili hizi bandari ziweze kufanya kazi ipasavyo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa kamati, bandari, nianze na bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga inayo magati kule ni matatu na yanafanywa maboresho, lakini ukiangalia mshindani wake kilomita kama 100 tu na 40 kutoka bandari ya Tanga ana magati 24, bandari ya Mombasa, na anapokea mzigo wa zaidi ya tani 1045 kwenda tani 1050, na mizigo mingine inatoka huko kwake Mombasa inapita bandari hapo hapo pembeni ya bandari ya Tanga. Haya ni kama vile ni kutukanwa kwa wananchi wa Tanzania. Sasa tunachoomba Mheshimiwa Mbarawa katika jambo hili, tunajua unafanya maboresho ya kutanua ile bandari ya Tanga. Tunaomba sana bandari ya Tanga, badala ya kufikiria maboresho ya magati mawili, tunahitaji magati 20 kwa ajili ya bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga inapokea mzigo wa loose cargo. Leo ukifika bandari ya Tanga, nafasi ya kutembea mtu haipo, pemejaa. Lakini njia ya kutokea sasa Tanga kwenda mpaka Segera, kutoka Segera kuja moja kwa moja mpaka Chalinze, na kwenyewe kumekuwa kuna foleni kubwa ya magari, misururu hakuna mfano. Kaeni msomeke kati ya wewe na Waziri wa Ujenzi Mbarawa mliopewa nafasi hii kurekebisha hili jambo. Lakini pamoja na hali hiyo, bandari ya Dar es Salaam hali ni hiyo hiyo. Tumezungumzia habari ya bandari na ni bandari kavu ya Kwala. Tunashukuru sasa hivi SGR, tumezungumza na mkurugenzi Machibia, mkurugenzi wa SGR wa TRC. Sasa hivi wanapeleka treni, inaanza kazi, imeshaanza kazi kwa ajili ya kutoa mabehewa pale kuyapeleka Kwala. Jamani wa Tanzania, hii ni hatua kubwa, hakuna mfano wake. Lazima tupongeze vitu vinavyofanyika. Kwa hiyo, lakini pamoja na hali hiyo na maboresho hayo, tunaomba wenzetu sasa wa SGR wafanye kazi usiku na mchana kwa ajili ya kupunguza mzigo. Tunachokuomba, makasha yote sasa badala ya kuwa yako Dar es Salaam yashushwe Kwala, yatasombwa kwa SGR kupelekwa pale, Mheshimiwa Mbarawa.
kwa sababu hali ya bandari kama unavyoiona imejaa. Bandari ya Mtwara inafanya kazi kule kwa ajili ya kupakia zaidi makaa ya mawe na kushusha na kupakia korosho na bidhaa nyingine. Tunachozungumza ni kwamba tunakushukuru sana kwa kuboresha bandari ya Mtwara, na sisi tunakuunga mkono kama kamati kwa hayo yote tuliyoelekeza yakuwa yanafanywa kazi vizuri. Swala la viwanja vya ndege, uboreshaji wa viwanja vya ndege, tumeona hapo tumezungumza mpaka ndani ya kamati, ni kwamba pamoja na kuweka upembuzi yakinifu kwa ajili ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti, huwezi ukaweka pesa nyingi kule Serengeti wakati uwanja wa ndege wa Mwanza uko pale unawekea bilioni 6. Halikubaliki hili. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kumpatia taarifa mchangiaji kwamba uwanja wa ndege unaotarajiwa kujengwa Serengeti ndio mbuga inayochangia 25% ya fedha za kigeni, lakini sambamba na hivyo zaidi ya 52% ya mapato yote ya Wizara ya Maliasili na Utalii yanachangiwa na hifadhi ya Serengeti. Lakini kwa kuzingatia maono makubwa ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anategemea kama taifa tufikie watalii milioni 8 kufikia 2030, uwanja huu ni mkakati muhimu kwa sababu unakwenda kurahisisha suala la utalii na kuhakikisha Tanzania kama nchi tunaongoza katika utalii Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Asante. Mheshimiwa Tabasamu, unaipokea hiyo taarifa? Namshukuru Mungu leo nimelala msikitini nafanya dhikiri. Malizia Mheshimiwa Tabasamu. Sipokei, naomba unilindie dakika zangu nimalizie. Mheshimiwa, nasikitika sana, basi dada yangu ni mbunge mgeni, haijui Mwanza kama Mwanza ndio imebeba kanda nzima ya ziwa. Mwanza ndio kwenye Mwenyekiti, taarifa. Tunataka uwanja wa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa, muda wake umeisha, nimempa amalizie tu sentence yake. Taarifa muhimu Mwenyekiti. Mheshimiwa Tabasamu, malizia sentence yako ya mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba tu uwanja wetu wa ndege wa Mwanza urekebishwe na tumalizie uwanja wa ndege wa Mwanza ulivyo. Uwanja wa ndege wa Serengeti tunataka baada ya uwanja wa ndege wa Mwanza wakajenge Serengeti. Jingine ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti nataka kuzungumza hapa la muhimu sana ni ruti ya ndege ya kutokea Dodoma kwenda Mwanza. Hii ndege Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mwanza unabeba zaidi ya mikoa 8 ya kanda ya Ziwa. Kukosa ruti ya kutokea Dodoma kwenda Mwanza, Mheshimiwa Mbalawa, tunakuomba sana, pamoja na uchache wa ndege, usipokuja na majibu ya swala la ujenzi wa ndege wa Mwanza pamoja na kupata ruti ya Dodoma Mwanza, kweli mimi pamoja wewe ni ndugu yangu, kaka yangu, hapa tutalokiana. Asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma. Mheshimiwa